waziri mkuu anapotamka ni kauli rasmi ya serikali. Kwa hiyo maneno matupu hayavunji mfupa, lakini nafikiri kwa hili jambo lenye kujirejea sasa linaweza kuja na mwarobaini, kwa sababu alivyokuwepo Mheshimiwa Magufuli alitamka na watu wakafikiri utani, lakini kilichotokea watu wanakumbuka mpaka leo, na kuna wengine wanaliokopata kaburi la Marehemu Magufuli, na hata likitajwa jina lake japokuwa kishakufa wanasikia mshindo wa hatari. Bunge la Tanzania limempitisha Mwigulu Lameck Nchemba, mbunge wa Iramba mkoani Singida, kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mara baada ya Rais Samia Suluhu Hassan kuwasilisha bungeni jina lake ili liweze kupigiwa kura. Mwigulu anakuwa waziri mkuu wa 12 wa nchi hii tangu kupatikana kwa uhuru wa Tanzania. Mwigulu mwenye umri wa miaka 50 anashika wadhifa huo mkubwa nchini Tanzania mara baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 uliogubikwa na vurugu za waandamanaji pamoja na mambo mengine. Anakabiliwa na shughuli pevu katika kusaidia maridhiano ya kitaifa. Hivi sasa moja kwa moja nazungumza na Maliseli Hamduni, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, hasa kutaka kujua amepokeaje uteuzi huo. Hamduni, umepokeaje uteuzi huu wa waziri mkuu wa Tanzania Mwigulu Lameck Nchemba? Jambo silokuwa na hiari nalo, unatakiwa ulipokee kutoka kwenye mamlaka, ila kubaki maoni tu na mtazamo. Kwa ujumla tumepokea kama tulivyopokea kwamba tulitakiwa kuwa na waziri mkuu bila shaka, na tulitaraji kumpata mmoja kati ya majina mengi yaliyokuwa yanafikiriwa, na amepatikana Lameck Mwigulu Nchemba ambaye yeye ni waziri, alikuwa mpaka wakati huu alikuwa ni waziri wa fedha. Hakika tumempokea kwa fikra na maoni tofauti sana, sababu mbali ya kwamba anapokea kijiti hiki katika hali ngumu sana cha wenyekiti cha waziri mkuu, lakini pia ye mwenyewe binafsi alikuwa katikati ya majadiliano makali ambayo kwa ujumla wake kuna wakati akishutumiwa kwa tuma pengine za uongo, kuna uthibitisho, lakini uvumi wa mashetani ambao ni mgumu sana kukanusha au kukubali, sababu hata wenye kuleta hawauleti na ushahidi kamili zaidi ya maneno tu yanayopita mitaani, wakimtuhumu kwa wingi wa mali ambazo pengine wakidai alizichuma pasipokuwa na utaratibu au kulingana na kipato chake halisi. Hilo jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, wakisema wengine kwamba alikuwa na kauli ngumu pindi anapokuwa anakabiliana na wale ambao wanatofautiana. Hilo jambo la pili. Lakini jambo la tatu, akitishwa mzigo mkubwa wa masuala ya kodi pamoja na jitihada za kupunguza kodi yenyewe katika mambo mbalimbali. Lakini yeye kama waziri wa fedha, waziri mwenye dhamana, akituhumiwa na akitushwa mzigo huo, japokuwa ni mzigo wa baraza zima la mawaziri, ni mzigo wa serikali nzima, lakini akitushwa mzigo huo kwa nguvu kubwa kwamba yeye ndio anazitia zile kodi. Ni fikra za wananchi, ni mtazamo wa watu ambao si wajuzi sana katika masuala haya, ambao wanafikiri kwamba waziri wa fedha ndio mwenye kutengeneza kodi, hata kama zinatengenezwa na wataalamu mbalimbali katika idara yake au wizara yake, lakini pia hata kama zinatengenezwa na mahitaji halisi ya nchi kwa wakati ule na maamuzi ya baraza la mawaziri ambayo yanakuwa ni mtekelezaji. Kwa hiyo kumekuwa na fikra nyingi juu yake na ugomvi mkubwa na tuhuma na lawama, lakini katika hali ya kawaida Mwigulu Lameck Nchemba bila shaka ni miongoni mwa mawaziri wa fedha ambao hakuna mtu anaweza kubisha, labda ambaye si mweledi, kwamba amefanikiwa sana sana sana. Ni miongoni mwa watu waliofanikiwa sana, mawaziri wa fedha waliofanikiwa sana, si peke yake, lakini miongoni mwa wale waliofanikiwa kutengeneza uchumi ambao kila mmoja anaweza kauona na akauafiki kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba kazi aliyofanya Mwigulu Nchemba ni kazi njema na yenye kupendeza, imeitia Tanzania kutoka uchumi wakati wa chini kuja uchumi wakati wa kati. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini mageuzi makubwa sana kuhusiana na masuala ya kodi yenyewe tunaziona zinapungua, hata kama ni kodi ya serikali, hata kama ni kazi ya serikali bana tusha yeye, lakini pia masuala yanayohusiana na ufanisi katika habari ya utaratibu wa kodi, TRA jinsi wanaweza kufuatilia watu, mageuzi makubwa sana katika sekta ya uchumi wa binafsi na wa serikali, na mambo mengine mengi unaweza bila kumnyang'anya heshima yake. Hiyo nafikiri ndio sababu kubwa imemfanya akapendekezwa kwa waziri mkuu. Lakini kimsingi ni kwamba amekuwa ni waziri wa fedha ambaye amekuwa na amri juu ya mawaziri wengine, kutokana labda na uzoefu wake katika kuongoza eneo hili muhimu, na akawa anakubalika kwa sababu ni mwenye kumiliki pesa. Kwa hiyo mawaziri wengine wanalazimika kumtii kwa sababu ya kubembeleza kile wanachokihitaji. Lakini kimsingi amepokelewa katika fikra tofauti, na
na mawazo tofauti na mawazo mchanganyiko, lakini yote kwa yote sehemu kubwa ya kila wanachomstumulacho ni shutuma tu za kawaida, ila ni waziri mkuu atakayekuwa na kazi ngumu ya kufanya kukabiliana na hali ya mambo ndani ya nchi na kukabiliana na hali ya mambo kiuchumi na kukabiliana na hali ya mambo kutengeneza muru wa serikali katika bunge na kuishape serikali, ni sura ya serikali ionekane machoni pa watu ikiwa sura nzuri yenye kupendeza. Bila shaka na wagomvi wake na watesi wake watoka zamani bila shaka watakuwa wamepata nguvu na wengine wapungua nguvu kutoka nafasi alionayo. Na kama ulivyozungumza hapo awali ni kwamba uteuzi huu umepokelewa kwa fikra tofauti na nyie wachambuzi. Na pengine Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba ana nafasi gani sasa katika kuhakikisha anaitendea haki nafasi hii, hususan wakati huu ambapo taifa linahitaji uponyaji kwa namna moja ama nyingine? Hamduni Maliseli, wakati anaapa leo, wakati anatoa hotuba fupi baada ya kutangazwa leo, alitaja wazi kwamba atakuwa ni waziri mkuu mkakamavu, waziri mkuu ambaye atahakikisha kwamba kila jambo linakwenda katika utaratibu mzuri, na akasema anakuja na tekeo kwamba nia yake ni kurejesha heshima na nidhamu ya utendaji serikalini na katika sekta ya umma na kadhalika. Amejinadi kwamba atapambana na kila aina ya upuuzi ambao pengine unaifanya serikali iwe mbali na watu kwa namna moja au nyingine, na pengine akawa ni mwarobaini wa matatizo yanayosababisha malalamiko na pengine aliyotengeneza hata sehemu ya machafuko yaliyochukua muda mfupi lakini makubwa na mabaya. Kwa hiyo amejinadi hivyo. Lakini tukiangazia Hamduni Maliseli, maneno kama haya kukemea ufisadi wala rushwa nikimaanisha, alikadhalika wazembe katika ofisi za umma, yamekuwa yakiimbwa tangu siku za huko nyuma, lakini inaonekana kama vile mambo yanakwenda ndivyo sivyo. Unadhani anakuja na mkakati gani mpya ambao atautumia pengine kweli kuwafyeka na fyekeo alilosema ataingia nalo? Fyekeo hili linawezekana likawa la kwake au la kuazima, sababu rais vile vile nafikiri atakuwa amemwambia maneno, nafikiri anasoma uso wa rais na matakwa ya rais na matakwa halisi ya nchi kwa sasa, kwamba tatizo kubwa shutuma za kweli na za uongo au za kweli ni matokeo ya fikra kwamba kuna ufisadi mkubwa unaweza kuthibitishwa na hata usiothibitishwa. Kwa hiyo anachokizungumza pengine ni kauli ya rais kupitia kwa waziri mkuu ambaye ni mtendaji mkuu wa shughuli za serikali katika bunge na shughuli za kawaida. Kwa hiyo labda hiyo ndio kauli rasmi, na of course waziri mkuu anapotamka ni kauli rasmi ya serikali. Kwa hiyo maneno matupu hayavunji mfupa, lakini nafikiri kwa hili jambo lenye kujirejea sasa linaweza kuja na mwarobaini, kwa sababu alivyokuwepo Mheshimiwa Magufuli alitamka na watu wakafikiri utani, lakini kilichotokea watu wanakumbuka mpaka leo, na kuna wengine wanaliogopa hata kaburi la Marehemu Magufuli, na hata likitajwa jina lake japokuwa kishakufa wanasikia mshindo wa hatari, wanakuwa kama kile kitabu cha Treasure Island kwa mtu aliyosoma hazina kisoma chenye hazina, ambako yule bwana Jan Fedha aliwahi kusema yeye amuogopi Captain Flint, hata na alikuwa amewatisha Captain Flint mabaharia waliokuwa wanatafuta hazina, lakini akawaambia huyu alishakufa siku nyingi na hivi na hivi, lakini wao walikuwa wanamuogopa. Kwa mimi nafikiri kwamba yale matamshi ambayo kayaleta leo anajaribu kumrejesha bwana Magufuli njiani, na anajaribu kuonyesha taswira ya uwajibikaji itakayokuwa nayo serikali, na pengine ule mzaha pengine usiwepo tena. Kwa hiyo ni kusubiri na kuona. Kwa hiyo kazi anataka kuifanya sasa hivi ni katika siku chache, si siku 100. Siku 100 hizo ni za rais, lakini katika siku chache ni kurejesha imani ya wananchi, kwanza kwake mwenyewe binafsi na kwa serikali. Kwa hiyo ni kusubiri na kuona, pengine mara hii yanaweza yasiwe maneno matupu, na kama maneno matupu basi atakutana na uzito mkubwa sana wa kuendesha serikali ambayo itakuwa haina imani nayo, na watu hawana imani nayo. Ni kushukuru sana Hamduni Maliseli, mchambuzi wetu wa masuala ya kisiasa hapa nchini Tanzania. Nashukuru sana Deo Kajiba Komba, nashukuru sana studio. Naam, ni Maliseli Hamduni huyo mchambuzi wa masuala ya kisiasa hapa nchini Tanzania, tukizungumza naye kuhusiana na nini mtizamo wake kufuatia uteuzi wa waziri mkuu mpya wa Tanzania Mwigulu Lameck Nchemba. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kajiba Komba.